Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, na tunatoa sasa sehemu ya pili katika somo letu jipya linalohusu wakati wa Mungu ni sahihi zaidi kwako. Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa upendo wako juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya wema na asante kwa ajili ya fadhili zako. Tunaamini ya kwamba kupitia ujumbe huu utasema na watu na utabadilisha maisha yako kwa namna ya ajabu sana. Bariki ujumbe wa neno lako, mbariki mtazamaji wetu na msikilizaji popote alipo. Katika Yesu Kristo nimeomba, amen. Na tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu. Sasa hebu tuangalie kidogo, nyakati katika ulimwengu wa roho zimebeba nini? Kwa nini unaambiwa kila jambo lina majira na wakati wake? Sasa nyakati katika ulimwengu wa roho zimebeba nini? Nyakati katika ulimwengu wa roho zimebeba kusudi la mtu. Nyakati katika ulimwengu wa roho zimebeba kusudi la mtu. Sasa ili kusudi la mtu maanake ni lile kusudi la Mungu juu ya maisha yako liko katika nyakati. Kwa mfano, kuna nyakati Mungu aliruhusu Yusufu auzwe utumwani, lakini alipouzwa utumwani, Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja na Yusufu kule utumwani, lakini Mungu alikuwa pamoja na nani? Na Yusufu. Sasa Mungu aliruhusuje Yusufu aende utumwani? Alimruhusu kwa sababu kuna nyakati katika ulimwengu wa roho zilikuwa zimepangwa ili kusudi la Mungu litimie kwa Yusufu, kwamba ni lazima asalitiwe na ndugu zake na ni lazima auzwe utumwani. Wakati mwingine nyakati ngumu unazopitia huenda zina kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Sasa baada ya kuuzwa na ndugu zake, akauzwa kwa Potifa, akakaa kwa Potifa. Biblia inasema nini? Potifa alifanikiwa kwa sababu Mungu alibariki kila kitu cha Potifa, cha ule mfalme. Lakini Yusufu bado, baada ya kusingiziwa kwamba amelala na mke wa Potifa, akaekwa gerezani. Angalia nyakati za mateso, usilalamike sana. Chunga sana unapopita mahali pagumu nini unachozungumza, kwa sababu unaona kule gerezani Yusufu pia alikuwa mkuu wa lile gereza, alikuwa nafasi ya kuwa kiongozi wa wafungwa wenzake, lakini alikuwa ni mfasiri wa ndoto. Alifasiri ndoto ya mwokaji, alifasiri ndoto ya mnyweshaji na zikatokea. Sasa kuna watu wengi sana wanasema, kwa nini mimi napitia mahali nilipo? Kuna kusudi la Mungu katika nyakati zako zijazo kubwa. Kwa hiyo kama ameruhusu upitie hayo unaopitia, ujue basi kuna namna anakuandaa, pamoja na kwamba anakuandaa sana kwa maumivu. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Kuna uchungu Mungu anaweza akaruhusu upitie kutokana na hatima yako huku mbele, kwa sababu wameshaona katika ulimwengu wa roho nyakati zako zimebeba nini huku mbele. Sasa kuna watu wengi sana hawajui kwamba nyakati zimebeba kusudi. Kwa mfano, kusudi la Mungu ni Yakobo na ni Yusufu awe waziri mkuu wa Misri, lakini ili kutimiza lile kusudi, kuna nyakati Mungu aliruhusu Yakobo auzwe, asalitiwe na ndugu zake. Kuna nyakati Mungu aliruhusu Yakobo aende gerezani. Kuna wakati Mungu aliruhusu Yusufu akutane na haya mambo. Kuna wakati Yusufu alikutana na hali ya kusingiziwa, hali ya kutamkiwa maneno ya uongo, alikutana nayo na ni mtumishi wa Mungu Yusufu. Lakini kwa nini alipitia katika hali ngumu kiasi hichi? Ni kwa sababu ya kusudi ambalo lilikuwa limebebwa katika muda wake wa mbeleni. Lakini nyakati pia kiroho zimebeba uchumi. Uchumi uko kwenye nyakati. Mtu akikamata muda wako, amekamata uchumi wako. Mtu akikamata hatua zako, amekamata uchumi wako. Na hii ndio maana ukisoma katika lile neno la Yoeli 2:25 sema nitakurudishia miaka yako iliyoliwa. Kumbe miaka ni mkusanyiko wa miezi na mikusanyiko ya wiki. Inaweza pia ikaliwa na madumadu na tunutu na parari na nzige. Wale walikuwa wanakula miaka. Maanake walikuwa wanakula nini katika ile miaka? Walikuwa wanakula fedha zilizobebwa kwenye ile miaka. Uchumi wa mtu ni zile fedha lakini kukaa imara, anasema kukaa imara. Gala zenye chakula tele zililiwa, kustawi kuliliwa. Kwa hiyo pia sasa ujifunze kuombea majira yako ya kufanikiwa. Kuna wakati mwingine adui anaweza akapitia kwenye majira hayo na usisogee au usipige hatua. Sasa jifunze kuomba. Sasa kuna watu wengi wanasema kwamba mtumishi, nyakati zimebeba uchumi. Ndiyo, pesa ambayo mtu ambaye alikuwa na shilingi 10,000 mwaka 1980 na sasa hivi mtu mwenye 10,000
hawawezi wakafanana. Thamani ya fedha katika mwaka 1980 na thamani ya 10,000 mwaka 2026 ni vitu viwili tofauti. Thamani yao ni tofauti. Bei za bidhaa zimebadilika. Kwa nini? Maana yake uchumi uko katika majira na nyakati. Nyakati zinapobadilika ndivyo na uchumi unavyobadilika wa watu, mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kuna vitu unapaswa kuvijua vya kufanya katika wakati huu ulioko sasa hivi kwa ajili ya nyakati zako zijazo huku mbele. Usipoweza kuutumia wakati vizuri katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wako wa mwili, maisha yako huku mbeleni yatakuwa ya taabu sana, kwa sababu kuna muda Mungu anapitisha hata wewe kupata vitu kwa ajili ya sasa na kwa ajili ya wakati ujao. Usipojua kwamba kinachopita mkononi mwako ni mbegu na hapo hapo ni chakula chako, ukatumia mbegu kama chakula katika muda wakati ambao ni wa kupanda zile mbegu, wewe wakati wa kuvuna utakuwa huna cha kuvuna. Kwa hiyo muombe Mungu akupe neema ya kutumia nyakati vizuri. Lakini nyakati pia kiroho zimebeba hatima. Hatima yako ni nini? Hatima yako ni nini? Kama ni kuwa mtumishi, ni hatima ya Mungu. Basi Mungu katika nyakati hizo ulizoko sasa atakuinulia mtu wa kuandae. Kuna wakati wa kuandaliwa na kuna wakati wa kutumika. Hatima yako ni kuwa mfanya biashara. Kuna wakati wa kuandaliwa na kuna wakati wa kufanya biashara. Hatima yako ni kuwa mkulima. Lazima Mungu atakufundisha. Lazima umuulize, hicho kilimo ambacho ninakwenda kukifanya ni cha nini? Ni cha biashara au ni cha matumizi yako binafsi ya familia? Kwa hiyo kila Mungu anachokuagiza kukifanya, usipokifanya ule muda ukishapita, katika ulimwengu wa roho, hatima yako kuipata itakuwa ngumu. Ni lazima ujue Mungu anatumia nyakati kuzungumza. Nyakati ni kitu gani umekifanya katika wakati upi? Uliambiwa wakati upi? Hivi unafahamu katika kile kitabu cha Hagai, hata wale walikuwa wanazungumza huu sio wakati wa kutoa. Unajua hata kutoa kuna wakati. Huu sio wakati wa kumtolea, maana anasema mimi nimesema huu sio wakati wa kumtumikia Mungu. Na walivyosema hivi walijikuta wako katika hali ngumu sana za kiuchumi. Sasa ni vizuri ukajifunza kutembea na wakati katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wakati pia unaweza ukakamatwa. Ndio maana Biblia inazungumza kwamba mwenende mkiukomboa wakati, kwa maana zama hizi ni zama za hatari. Sasa kama mnaukomboa, maana yake uweze kukomboa kitu ambacho hakiko kwenye mateka. Wakati pia unaweza ukakamatwa. Wakati wako unaweza ukakamatwa. Unaweza kukuta wewe ni kijana lakini wakati wako umekamatwa. Kwa hiyo hatima yako inavurujika. Wakati ukisha kamatwa, hatima yako ya maisha inavurujika. Wakati kama huu ni wakati wa kutengeneza misingi ya maisha yako, unafanya vitu vya ovyo na huku unanisikiliza. Kuna watu unatembea nao kwa ajili lakini wanakuibia wakati tu, sababu hamna mnachozalisha. Kuna hatua kijana akifikia, kuna jinsi anatakiwa awe. Lakini sasa wakati kwa vile umekamatwa, inabidi sasa tuombe Mungu wakati wako ukombolewe, ujitambue, kujua ni nini cha kufanya katika wakati kama huu. Kila wakati una kitu cha kufanya. Kila wakati wa mtu una kitu cha kufanya. Katika Nyakati wa Kwanza ile sura ya 12 mstari wa 33 inasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati na kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Unaona hawa wana wa Isakari ambao walipewa akili ya kuzijua nyakati na kuyajua mambo wanaopaswa kuyafanya kwenye huo wakati. Kila wakati una jambo unapaswa kulijua la kufanya katika huo wakati. Kila wakati ukisipojua kitu cha kufanya kwenye kila wakati, utakuwa maskini. Hata kuomba ni wakati. Kuna wakati Mungu anaweza kutaka ukae sana magotini, anataka kuzungumza na wewe kutokana na hatua, na wakati wa huku mbele anaona nini kiko huku mbele. Sasa usipoweza kutulia na kukaa jinsi anavyotaka na ukaomba Mungu akakupatia hii akili. Hebu fikiri kama taifa lingekuwa na watu ambao wana akili za kujua nyakati zimebeba nini. Kama hawa wana wa Isakari, tungekuwa mbali hata kiuchumi. Lakini wakati mwingine unaweza kushangaa hata mvua inanyesha, watu wanatatanikiwa, waoteshe au wasioteshe. Wanasema sasa hii mvua ni ya kuotesha au ni ya nini? Kwa nini? Kumekosekana watu katika hilo taifa sasa ambao ni kama hawa wana wa Isakari ambao wanazijua nyakati na wanajua nini kifanyike katika hizo nyakati. Maanake hawa ni wangekuwa wataalamu wa hali ya hewa ambao wangeweza wakashauri kwamba jamani, kutakuwa na mvua kipindi hiki, watu wa mvua hizo zitakuwa na kiasi ni za wastani gani? Sasa watu waoteshe zao gani, hata mazao ya muda mfupi, ili watu wasije wakapata njaa, nchi sije kaingia katika njaa.
lakini hao wataalamu wamekosekana kwa sababu ya watu kumwacha Mungu. Sasa tunamwomba Mungu akufanye kuwa kama wale wana wa Isakari, uweze kuzijua nyakati na uweze kujua ni nini cha kufanya katika hizo nyakati. Baba wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtazamaji wetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayempenda, na tunaamini ya kwamba kupitia ujumbe wa leo ya kwamba wakati wako ni sahihi zaidi kwenye maisha yetu. Mungu utakwenda kufanya mambo makubwa juu ya huyu mtu. Tunanyunyuza damu ya Yesu na kuiachilia kukomboa nyakati zilizokamatwa. Wale wote ambao wamefungwa kwenye vifungo hivyo wakafunguliwe na nyakati zao zikafunguke katika jina la Yesu. Wape macho, wape akili kama hao watoto wa Isakari, waweze kujua nyakati zimebeba nini katika ulimwengu wa roho, na waweze kujua ni nini cha kufanya katika ulimwengu wa roho. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninang'oa kila roho ambayo imeingia, ambayo inabana nyakati za huyu mtu, asitambue nini cha kufanya kila wakati. Bwana, roho ya kupoteza muda, roho za kupoteza muda, roho za kuibiwa muda. Adui amekuwa akiiba muda, lango la muda limekamatwa. Ninamimina damu ya Yesu kuvunja na kuteketeza na kuangamiza manguvu ya giza, maroho yote machafu yaliyotumwa kuvuruga hatima ya huyu mtu, kuvuruga kusudi la Mungu, kuvuruga mpango wa Mungu, kuvuruga hata uchumi wa huyu mtu kupitia nyakati. Bwana, wakati watu wanaenda kupanda, kulima, wanajiandaa kwa ajili ya mashamba, huyu mtu anakuwa anafanya vitu vingine tofauti. Wakati wenzake wanatafuta kufanya hata biashara, yeye hana anachotafuta chochote cha kufanya biashara. Amekuwa ni mtu asiyekuwa na mwelekeo, amekuwa ni mtu asiyejua kitu cha kufanya. Tunavunja hiyo roho ya kukosa mwelekeo na kuing'oa ndani yake katika jina la Yesu. Ulisema mwenyewe, pando lolote lisilopandwa na wewe Baba wa mbinguni ni sharti ling'olewe. Tunang'oa kila pando na kuliharibu katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka upenyo, tunatamka sasa nuru ikamwangazie, majira yake Bwana yakafunguke. Tunaomba majira ya watu yakafunguliwe, wakatoe katika vifungo, wakatoke katika vifungo vyote walivyofungwa. Tunakata kila mikatale na kila kamba ambazo zimefunga watu. Tunang'oa nguvu zote za giza, majeshi yote ya pepo wabaya, roho zote za uharibifu. Wafungue watu wako Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu unayefungua. Ulisema katika neno lako ya kwamba ulishuka kwa ajili ya kuwafungua kwenye magereza waliofungwa. Fungua kila waliofungwa kwenye magereza. Fungua vijana wanaonisikiliza, fungua mabinti wanaonisikiliza, fungua wanawake wanaonisikiliza, watoto wadogo na hata wazee waliofungwa wakafunguliwe. Damu ya Yesu ninaisafirisha kwenye kila anayenisikiliza, ikamfungue Bwana. Fungua ufahamu ikiwa ni ufahamu umefungwa, fungua hatua ikiwa ni hatua zake zimekamatwa. Kwa jina la Yesu, hatua za mwenye haki zaimarishwa na Bwana, na haya atapoanguka Bwana atamuinua. Katika jina la Yesu, navunja hofu, navunja mashaka, navunja roho zote zilizoingia ndani yako na kuziharibu. Na tangaza mwaka wa Bwana uliokusudiwa na wakati wa Bwana ukarejea katika maisha yako. Katika jina la Yesu, naomba kurejeshewa kwa miaka na nyakati zilizoliwa na madumadu na tunutu na parare na nzige na wadudu wote wa kila uharibifu. Bwana, katika jina la Yesu ninamweka msikilizaji na mtazamaji mikononi mwako. Amen. Basi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0759044115. Ikiwa una jambo ambalo linahitaji ushauri na maombezi zaidi, unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia namba hiyo na sisi tutaupata na tutakurudia. Au kama unahitaji kutuma sadaka kwa ajili ya kuhakikisha kipindi hichi kinaendelea kufikia watu kote ulimwenguni, basi usisite kutumia namba zinazopita kwenye kioo chako au unazozisikia katika mfumo huu wa mahubiri. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Amen.